Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu. Kwa hizi tabu nazopitia. Niombe nimlete mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Iwungilo. Naomba uje utukaribishe hapa, lakini pia utoe neno la ufunguzi, na wewe ndiye ambaye utamuinua mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuanza zoezi hili kwa sana fupi. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Eusebius Freedom Mwanyika, ni kaimu nafasi ya mwenyekiti wa kijiji. Kwa hiyo wana Iwungilo, naomba tufanye jambo kwa ushirikiano kulingana na ndugu zetu waliosogea. Na niombe na wale ambao bado hawajasogea mazingira haya hapa waweze kusogea. Kwa hapa niombe mtu wa sala basi atuanzishie sala ili tuweze kuendelea na hii jambo letu. Mfalme wa amani anakuja, mfalme wa amani. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu wa mbinguni kutufikisha leo katika kijiji cha Iwungilo. Tunashukuru kwa ajili ya watu wote ambao tumefika mahali hapa kwa ajili ya huduma hii takatifu, huduma ya kibiblia. Nasema huduma ya kibiblia kwa sababu Biblia takatifu katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 kuanzia aya ya 36 unapata kisa cha mtu mmoja anaitwa Tabitha. Tafsiri ya jina lake ni Dorcas au Paa. Yeye alikuwa ni fundi kushona, na huyu alikuwa anafanya kazi ya kusaidia wasiojiweza, wakina mama wajane pamoja na watu mbalimbali waliokuwa na shida. Alikuwa akiwasaidia na kuwapatia mahitaji, hasa kwa ile kazi anayoifanya ya ushonaji. Alikuwa akigawa nguo, na hata ilipofika wakati huyu Dorcas alikufa. Tunajua kifo, lakini alipokufa watu walianza kulia. Kulia kwao ilikuwa wanapolia wanaonyesha nguo walizopewa na Dorcas. Yaani kila mmoja anakuja analia huku anaonyesha nguo alizopewa na huyu mtu. Unajua ni kilio kikubwa sana. Yaani unapoona watu wanalia na kila mmoja anaonyesha nguo alizopewa. Mtumishi wa Mungu Petro baada ya kufika kwenye ule msiba na kuona watu wakiwa wanalia kiasi kile, akauliza mmemweka wapi? Walipomwonyesha alikwenda kuomba, na alipoomba Dorcas alifufuka. Unajiuliza kwa nini alifufuka? Ni kwa sababu ya matendo mema aliyokuwa anayatenda. Swali hili, wewe unataka uishi muda mrefu? Mbona habibu, unataka uishi muda mrefu? Ndio. Unafanya nini? Yaani uishi muda mrefu kwa sababu ipi? Kuna faida ipi ambayo jamii inaweza ikapata kupitia maisha yako ya muda mrefu? Niseme neno hili, tuwe ni watu watoaji ili tuishi muda mrefu, kwa maana tuwe na faida hata mbele ya jamii inayotuzunguka. Tutoe kwa wahitaji ili hatimaye hata Mungu aone kwamba tunafaa kwenye hii dunia, tusife mapema, na hata tukifa tutafufuliwa. Maana Biblia ndivyo inavyosema. Sikiliza nikwambie, kama tukiishi kwa kuwasaidia wengine, tutakuwa tumetenda mambo yaliyo mema sana. Tumeiga mfano wa Dorcas ambaye alikuwa anafanya hivyo. Na kwa sababu hiyo nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili, na niwaombe watu wote tuweze kuiwa kutoa chochote ulichonacho kwa ajili ya kumsaidia mhitaji wetu. Tuombe. Baba mwema mtakatifu, Mungu wetu, jina lako litukuzwe, na asante kwa ajili ya mchana huu. Umetufikisha salama katika kijiji hiki cha Iwungilo kwa ajili ya kumsaidia ndugu yetu ambaye ana tatizo la kiafya. Tunaomba uwe pamoja nasi katika huduma hii. Bariki viongozi wetu wote wa kampeni tunaishi nao.
bariki viongozi wa kijiji, bariki wananchi wote, bariki wasikilizaji wote, bariki kila mmoja ambaye anasikia na aliyopo mahali hapa, wote ukaweze kutubariki sasa na mapenzi yako. Uwe pamoja nasi katika mwanzo hata mwisho, maana ninaomba kupitia jina lako Yesu. Amina. Amina. Asante. Linalofuata hapo, niombe niseme poleni wageni na safari. Mimi kama kaimu mwenyekiti, mkutano nimefungua rasmi. Tuwe wote pamoja kwa hili litakalokuwa linaendelea. Asante. Nakushukuru sana kaimu mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Iwungilo, kadhalika na mtumishi wa Mungu Mungalia, na bila shaka sasa tuko salama. Serikali inatulinda na Mungu pia anatulinda kwenye jambo letu hili. Nimesema tutatumia muda mchache sana hapa leo kulingana na hali ya hewa. Naomba ni kuinue tena kaimu mwenyekiti, walau ufanye utambulisho wa wageni wako ambao uliwaalika, ambao watashiriki na sisi hapa kwenye kampeni hii. Asante. Naomba uwepo wa watu wa kata wanisogelee mimi hapa mbele nilipo. Viongozi, naweza mkapunga mkono basi hapo mlipo kwa uwezekano. Viongozi wa kata. Asante. Na imani tawala unaweza kuwa wanasita kwa sababu pana baadhi ya viongozi wengine tutaka tuwe nao, bahati mbaya wenzetu wapo halmashauri kule, pana maagizo wametuachia. Basi mimi niseme mtendaji, karibu. Asante. Linalofuata hapa mimi niseme wageni wangu, karibu sana kwa hili ambalo lilo kuwepo. Tushirikiane kwa lote litakalokuwepo, sisi tupo. Asante. Jamani, tunaishi nao. Sawa, mimi nakushukuru sana kaimu mwenyekiti kwa utambulisho wako, na mimi naomba ni watambulishe wafanyakazi wa Uplands FM ambao tuko hapa leo na nyinyi wana Iwungilo, pengine tufahamiane. Majina yangu ni Chungwa, mtangazaji wa Uplands FM, lakini ni meneja wa vipindi na maudhui Radio Uplands FM, ni mwenyekiti wa kampeni ya tunaishi nao. Sasa kwa kuwa tumekuja Iwungilo hapa na yuko mwandishi wa habari na mtangazaji mwenzetu kutokea hapa, Bwana Gerald Mkulu, naomba nikulete uje ufanye utambulisho wa wafanyakazi wa Uplands FM, uwatambulishe kwa ndugu zako wana Iwungilo. Asante. Habari za wakati huu? Kamwene. Mlamwihe. Asante. Basi kama mlivyosikia, kwa majina yangu naitwa Gerald Mkulu, kwa wageni ambao mmefika hapa na inawezekana kwa wale ambao hawanifahamu. Basi nianze moja kwa moja kufanya utambulisho, nikianza na wafanyakazi wa Radio Uplands FM. Kipindi cha asubuhi, kwa maana ya asubuhi leo, nipende kumtambulisha katibu wa kampeni hii, Beatha Yotham. Nikombe popote ulipo, sogee huku, wana Iwungilo wa kuone. Huyu anafanya kipindi cha asubuhi leo kila siku, kwa maana Jumatatu mpaka Jumamosi, lakini pia anafanya Jahaza Pwani Jumapili jioni kuanzia saa 10, lakini pia anasoma habari. Habari inawezekana ni asubuhi saa 2, lakini pia jioni saa 1. Wapungie mkono wana Iwungilo. Kutoka asubuhi leo pia yuko Pastor Kadashi ambaye yuko hapa. Yeye anafanya kipindi cha asubuhi leo, anasoma habari. Anasikika pia kwenye vipindi vya michezo kwa maana ya Sports Power, lakini pia Sports Line, lakini pia anasikika kwenye sayari ya upako siku ya Jumapili. Pastori, wapungie mkono tena wana Iwungilo. Asante.
Basi baada ya hapo, aliyeondoka hapa ni mwenyekiti wa kampeni hii msimu huu, anaitwa Elia Chungwa, ni birthday boy. Ni kuombe pia usogee hapa Wanayungilo. Yeah. Huyu tunaweza tukaimba kidogo? Basi naomba tumuimbie. Jamani, tuanze kwa pamoja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Anaitwa Elia Chungwa, ni mwenyekiti wa kampeni ya Tunaishi Nao, lakini pia ni msimamizi wa vipindi vyote ambavyo mnavisikia kutoka Radio Happens. Kwa hiyo kila kitu kizuri ambacho mnakisikia basi ujue kinapita kwake, kwa maana yeye ndio msimamizi wa vipindi vyote, lakini pia anasikika kwenye vipindi vya michezo, Sports Power, Sports Line, lakini pia anasoma habari. Baada ya hapo tuende wizara ya michezo, wizara ya burudani. Yuko Nimrod Mgoe, naomba nikulete kakangu. Anaitwa Nimrod Mgoe, alimaarufu kama Gito Gwaxi. Gito Gwaxi anasikika kwenye kipindi cha mchana kwa maana vipindi vya burudani Extra Flavor, lakini pia Jumamosi Ladha ya Kusini. Nikombe ndugu yangu Gito Gwaxi wapungie mikono Wanayungilo. Kutoka wizara ya burudani yuko pia Ernest Nyaruga. Ernest Edina, nikuombe pia na wewe upunge mikono kwa Wanayungilo wa kuone na utambue. Anasikika pia kwenye kipindi cha Extra Flavor kila siku Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Baada ya hapo nimlete Vitalia Henry Mgeni. Huyu anasikika kwenye vipindi vinavyosikika Jumatatu mpaka Ijumaa kwa maana ya kuanzia saa 10 The Bench, lakini pia Weekend Pause. Yeye anafanya, lakini pia anatusomea habari saa 6 mchana Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Vitalia, niombe wapungie mkono Wanayungilo. Jamii anafahamika kama The Black Mufasa, majina yake ya zamani. Baada ya hapo ni walete kutoka wale tunasema waandishi wetu wa habari za biashara na uchumi. Nianze na Atu Aizaki, mwandishi habari mkuu kabisa kwenye habari za biashara, lakini pia anafanya kipindi cha watoto siku ya Jumamosi, malezi ya watoto kuanzia saa 3 mpaka saa 4. Atu, ni kuombe na wewe wapungie mkono Wanayungilo. Asante. Basi nimlete pia ndugu yangu Sam Kihombo. Yeye anajiita Sam Kichaka, kichwa cha kazi. Nikuombe pia ndugu yangu wapungie mikono Wanayungilo. Ni mwandishi wa habari, lakini pia anafanya kipindi kile cha usiku Wanayungilo ambao hawakeshi kila siku kuanzia saa 6 mpaka saa 12 asubuhi. Ni wizara ya ulinzi ya radio. Asante sana ndugu yangu. Baada ya hapo ni watambulishe ndugu zetu kutoka kitengo cha digitali. Nianze na ndugu yangu Benedict Akrey, Ben Beach. Yeye ndo anahakikisha pia shughuli zetu zote hapa zinaendelea kwa maana matukio yetu kwenye mitandao yetu, lakini pia ndio kila kitu ambacho mnakiona kwenye mitandao yetu yeye ndiye amekuwa anakirusha, lakini pia ni producer. Kwa hiyo kwa wale waimbaji na nini kwa majina Ben Beat, naweza mkawasiliana naye akawafanyia kazi. Ben Beat, niombe pia wapunge mikono Wanayungilo. Kamwene. Naam, basi nimlete pia Luka Mgaya, ndo majina aliyopewa na wazazi, lakini yeye anajiita DJ Luka Show. DJ Luka Show, niombe pia wapungie mikono Wanayungilo.
watambue uwepo wako. Yeye ndo anasimamia idara ya muziki ya Radio Apens. Basi yuko mratibu wa kampeni pia, kwa maana ndugu yetu Fikrini Benjamin Ngailo. Yeye anasikika, nafikiri Wanaiungilo wengi ni wasikilizaji wa zile simulizi kwa maana ya kipindi cha Mapito Yangu. Maskini Jeuri na mratibu wa kampeni, ni kuombe ulipo usimame tu upunge mikono. Asante sana. Basi ninaamini kwa wafanyakazi ambao nimesafiri nao kuja Iwungilo, naamini nitakuwa nimemaliza. Niseme asante sana wa Iwungilo kwa kufika hapa. Niombe mwenyekiti wa kampeni hii nikurudishie maiki zangu. Namshukuru sana Sheikh. Jamani, wana Iwungilo, mnapaswa kujivunia ndugu yenu. Wakati fulani tulikuwa na ndugu yake anaitwa Emmanuel Mkuru. Kwa sasa anafanya kazi mahala pengine, lakini sisi tunaishi na ndugu yetu Gerald Mkuru. Baadaye pia Gerald tunataka tumfahamu mama yako. Kama mmemficha, sisi tutamfichua. Lakini tuwashukuru sana wana Iwungilo kwa kuendelea kumuunga mkono. Mnapaswa kujivunia kama sisi kama Apens tunapoendelea kujivunia. Kwa muda huu naomba nikulete afisa mtendaji wa kijiji cha Iwungilo. Wewe uje utupe taarifa ya michango ambayo imekusanywa na wananchi wa kijiji hiki cha Iwungilo, taasisi mbalimbali na vijiji jirani, kwa kile ambacho mmekiratibu kama serikali ya kijiji cha Iwungilo. Kwa majina naitwa Loida Mena Lingande, afisa mtendaji kijiji cha Iwungilo. Ifuatayo ni michango ambayo tulianza kuchangisha kwa ajili ya ndugu yetu Janet Mdendeni. Wananchi wa kijiji cha Iwungilo jumla wametoa 3,27,000. Vikundi mbalimbali vimetoa 6,30,000. Wadau mbalimbali wamechangia 20,000. Taasisi mbalimbali 1,165,000. Jumla kuu ni 1,100,152. Shukrani. Tunawashukuru wote. Tunashukuru timu nzima ya Radio Apens na waratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao na wachangiaji wote waliweza kufanikisha jambo hili. Tunashukuru wananchi wa kijiji cha Iwungilo kwa michango yenu na kwa kufika kwenu. Pia tunaomba tusiishie hapa kutoa michango, kwani wahitaji ni wengi. Asante, naomba kuwakilisha. Bado haijakaa vizuri. Tunaishi nao. Usimache mnyonge, mshike mkono, upendo uendelee. Tunawashukuru pia wananchi wa kijiji cha Iwungilo kwa hatua ambayo mmepiga na kile ambacho mmekifanya kwa ajili ya mama yetu, kwa taarifa ambayo ametuletea afisa mtendaji. Mimi naomba nimlete mratibu wa kampeni Fikrini Ngailo. Wewe utakuja kutupa taarifa ya michango ambayo imekusanywa na kuratibiwa na Radio Apens. Kadhalika utasema maneno machache ya mwenendo wa kampeni ya Tunaishi Nao tangu tulipoanza msimu huu mpaka sasa tulipo, na utakuja kuwatambulisha na baadhi ya wadau kutoka maeneo mbalimbali ambao wamesogea hapa leo kwa ajili ya kuungana na wananchi wa kijiji cha Iwungilo kwa ajili ya kumsaidia mama yetu Janet Jennifer Mdendeni. Karibu mratibu. Ni mtendaji tu amenipotosha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kamwene. Nogage. Asanteni sana. Mfalme wa amani anakuja. Mfalme wa amani. Basi pamoja na nyingine nyingi ambazo sijazisema, itoshe tu kusema itifaki imezingatiwa. Sasa mvua imeisha jamani? Ndio. Ama turudi hivi tupeane nafasi hapo kidogo. Ndugu zangu
wana Iungilo, kwanza tuanze kwa kuwashukuruni sana. Tunashukuru kwa namna ambavyo mmejitokeza. Hebu pungeni mikono kwanza. Mpo 43 Nyosha tena mikono na Iungilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 na ngapi? 57. Mko 57 na Iungilo? Okay. Sawa. Sasa hivi ni shughuli gani zinaendelea huko? Ni nini? Kilimo. Cha? Ila kweli. Mtu ashinde Jumapili, Jumatatu tembea na Yesu, bado Jumanne tunaishi nao hapa nikapiga dawa. Sindio? Jazi mitaharibika. Sindivyo? Tunashukuruni sana. Mungu abarikeni sana kwa wote ambao mmejitokeza kuja mahali hapa. Lakini ni washukuru pia wasikilizaji ambao wanasikiliza kupitia Athens FM Radio. Muda na wakati huu wanaendelea kutusikiliza kutoka maeneo mbalimbali. Sisi tunawashukuru na tunafarijika sana. Lakini niseme kidogo kuhusu kampeni yetu ya tunaishi nao. Leo Iungilo tunakuja hapa kwa mara ya kwanza, lakini nina imani sio mara ya kwanza kama ambavyo tumekuja, lakini ninyi mnaifahamu kampeni. Uongo? Uongo? Tuwashukuru sana hata namna ambavyo mlianza kutuunga mkono, kwa sababu tunaye mchangishaji hapa ambaye nafikiri kama si mara 3 basi ni mara ya 4 tumeweza kushirikiana naye kwa sadaka zenu. Mungu abarikini sana. Ndugu zangu, hiki kinachofanyika sasa hivi kupitia kampeni ya tunaishi nao, tunasema ni zaidi ya upendo. Tunasema ni zaidi ya upendo kwa sababu ni watu wachache sana ambao kama tutawaweka kwenye hesabu, wale ambao wameshiriki kuchangia sadaka zao kwa ajili ya Jenifer, kwenye idadi ya watu 100, kuna uwezekano wakawa ni watu 3 au ni 4 wanaomfahamu Jenifer, kwa wale watu wa nje ya kijiji hiki. Si ndivyo ndugu zangu? Lakini bado wameweza kushiriki kwa ukubwa sana kuhakikisha tunamshika mkono mwenzetu. Hii ilikuwa ni wiki ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo. Ni wiki ya Pasaka, ni wiki ya ada na mahitaji ya wanafunzi. Si ndivyo? Yaani shule imefunga wiki iliyopita, wanafunzi wamerudi na ripoti zinazoonyesha mahitaji mbalimbali yanahitajika. Lakini ilikuwa ni wiki ya Pasaka. Kwa wazazi lazima wafanye kitu kwa ajili ya watoto wao. Lakini pamoja na hayo yote, bado wametoa michango ya watoto, wamewapeleka watoto shuleni. Leo Jumanne imefungua, wamehakikisha wanafanya jambo kwa ajili ya watoto wao katika sikukuu hii ya Pasaka na familia zao. Hawajaishia hapo. Wametoa na sadaka ya kampeni ya tunaishi nao kwa ajili ya Jenifer, ambao asilimia kubwa ya wengi waliochangia hawamfahamu. Ni nini hicho kama sio upendo? Ni upendo wa hali ya juu sana. Tujipigie makofi. Lakini tuendelee kuwapongeza na kuwashukuru kwa namna hiyo. Ndugu zangu wana Iungilo na maeneo mengine ambako mnasikiliza radio, kama niendelee kusema, changamoto ambazo zinajitokeza katika maisha yetu ni changamoto ambayo inaweza ikatokea kwa yeyote. Ni changamoto ambayo inaweza kumkuta yeyote. Leo tupo wengi wana Iungilo ambao inawezekana tumetoa michango yetu au sadaka zetu, lakini baada ya kutoa sadaka zetu tumeenda shambani.
hatujaja kushiriki hapa, lakini wapo pia wana Iwungilo ambao jambo hili halijawagusa kwa namna yoyote. Nina imani hawajatoa hata michango. Uongo? Na sio kutoa michango tu, ni hata majibu tofauti tofauti. Lakini niwaambieni ndugu zangu, changamoto ya Jenifer hakuzaliwa nayo. Ile miguu miwili alikuwa nayo, alizaliwa nayo na alikuwa anatembea. Mikono miwili ambayo leo haina vidole, alikuwa anashika jembe, analima na anafanya shughuli. Leo macho ya Jenifer hayaoni. Hakuzaliwa hivyo. Amina. Alizaliwa naona. Ila kuna muda imefika macho yamepoteza nuru. Nini tunajifunza? Leo Jenifer alizaliwa mzima, si ndio? Lakini kuna watu ambao wamezaliwa na upofu, ulemavu wa macho, hawaoni. Lakini Jenifer ulemavu wa macho wa kutokuona umekuja kumkuta ukubwani. Kuna kitu kimebadilika kwake, kutoka yule ambaye alizaliwa mzima kuja kwenye upande ambao leo Jenifer na upofu, haoni. Hili ni jambo ambalo linaweza kumkuta yeyote. Amina ndugu zangu. Tunayo kila sababu ya kumwomba Mungu na kuombea familia zetu, balaa na mambo kama hayo yasipite kwetu. Sawa ndugu zangu. Lakini kuna muda nimekuja pale nyumbani kwenye ile familia. Of course tuliokuwa pale wengi tulijikuta tukilia. Nini kinatuliza? Ni historia ya yule mama. Inakuja kukuumiza historia ya binti yake ambaye ameacha shule ili amuuguze mama. Sio jambo ambalo ni dogo Kwa umri wa form 1 kuamua kuacha shule, unaona kabisa alikuwa bado ni mtoto mdogo kuweza kukabiliana na yale anayokabiliana nayo leo. Inaumiza sana Lakini tuendelee kumwombea na kumtia moyo. Unapoendelea kuzungumza na Jenifer, kuna mahali unakuja kugundua kwamba ametengwa. Sawa ndugu zangu? Unakuja kugundua kwamba Jenifer ametengwa na familia. Ni pale ambapo Jenifer anakuambia, nilikuwa ninaishi na mama yangu mzazi. Baada ya mama yangu kufariki, wajomba zangu walisema ondokeni na takataka yenu. Ondokeni. Jenifer alikuwa anauguzwa upande wa mama yake, lakini kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo, baada ya mama kufariki dunia, ndugu wa upande wa mama wakaambia kina Mdendeme, ondokeni na takataka yenu. Leo Jenifer ni takataka. Kuna kipindi Jenifer hakuwafaa. Kuna aliwafaa. Leo tunaweza kuthubutu kuzungumza haya kwa sababu tu yupo katika ile hali. Naomba muulize jirani yako, ubinadamu uko wapi? Mtazame usoni jirani yako, muulize ubinadamu uko wapi? Na niwaombe upande ule ambao mlisema maneno hayo, wala hatujaja leo kutaka kuwashtaki, lakini tunazungumza ukweli ambao upo. Amina ndugu zangu. Mimi sio wa Iwungilo. Hayo nimeyatoa wapi? Kama sio huko kwa Iwungilo.
nafikiri kuna mahali tunapaswa kurudisha upendo wa kweli. Kuna mahali inapoonekana hatuwezi, hatutakiwi kuzungumza maneno magumu. Amina ndugu zangu. Amina. Niombe tuendelee kupendana, tuendelee kujaliana, tuendelee kupeana nafasi katika maisha ya kawaida na ya kila siku. Mungu wetu bado ni mwema na anatupenda sana. Amina. Kwa nafasi hii naomba sasa niweze kusoma wadau mbalimbali ambao tuko nao wanachangisha michango kutoka maeneo mbalimbali, lakini nitatumia nafasi hiyo kuwatambulisheni kwenu wana Iwungilo ambao mko hapa. Hasa kwa sababu ya hali ya hewa, hivi ilikuwa imetulia ndio imekuja tena. Haya, ondoeni mvua yenu. Waseo hawa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Niombe sasa nisome michango ya wadau mbalimbali kutoka maeneo tofauti ambao wameshiriki na sisi kupitia kampeni ya Tunaishi Nao na wachangishaji. Kwa sababu wengi tuna miavuli, nafikiri wengi tunaweza tusiwaone, lakini wale watakaopata nafasi naposoma naomba tupunge mikono. Tumepokea sadaka ama michango kutoka kijiji cha Limage shilingi 153,200. Kutoka Melise 100,028. Ramadhani 100,068,300. Nazareti shilingi 36,000. Nundu 175,800. Pelohanda 85,000. Kidegembye 561,850, ambapo KKKT Kidegembye wametoa 179,400. Lugenge wametoa, imekuja shilingi 100,400, ambayo Kisilo Kijango wametoa 84,000, alafu Idihani 32,400. Mgendela wamekuja na shilingi 100,000 kamili. Lwangu 111,550. Itunduma 321,100. Magoda 98,000. Ijagala, Idunda na Ulembwe 101,075. Hagafilo 63,000. Ihalula 31,000. Nimewakilisha. Utalingolo 100,50. Kutoka pale Nole 48,000. Nimewakilisha. Mtwango 131,400. Stendi ya zamani shilingi 20,500. Mgodechi 322,500, ambapo RC wametoa 34,000. KKKT 24,500. Mchango unaobaki ni wa wanakijiji ambao wamechangishwa. Kutoka Joshoni na Mpechi 174,000. Galanga 58,400. Kibena Kati 52,000. Kibena Hospitali 90,800. Lulanzi 155,000. Igima 24,000. Igima 240,000. Mniwe radhi. Muhaji 180,000. Hawa ni leo wanashiriki mara ya pili toka wameanza. Mpeto 145,000. Yakobi 111,600. Kamarage 200,089. Matembo 94,200. Idunda 151,400. Kilenzi 91,000. Ihanga
1,900,000. Ihang'ana 1,900,000. Ihanga 56,700. Ninaendelea Ndugu zetu kutoka Utelewe wamekuja na jumla ya shilingi 1,17,550. Maheve 1,46,500. Matiganjola 1,40,000. Ihanzutwa 70,000. Mawindi 312,000. Usalule wameleta shilingi 2,47,000. Sabato kutoka pale Usalule wametoa 193,500. Mji Mwema Njombe mjini 1,07,500. Ibumila 1,07,000. Nyumbanitu 1,27,200. Mfeleke 37,000. Ikando 1,600,000. Itula 218,700. Itula ni kitongoji kilichopo pale Imalinyi ambapo alikuwa pale mhitaji Dailas Mwepelo ambaye tulimzika Ijumaa iliyopita. Kwa hiyo kuna kitongoji cha Itula alafu na Imalinyi wameleta shilingi 100,000. Wanaweza kujumlisha kwa pamoja hapo Usita 81,100. Lakini Luponde 136,400. Itipula 129,400. Kifanya 168,600. Ikang'asi 30,000. Wanaongea kwa kina nani? Lialalo 24,000. Lunyanywi 73,000. Makoga 72,500. Wikichi 1,3,500. Lusisi 2,82,000. Kigominyi 63,000. Jomlole 178,600. Makanjaula ni 1,120,000. Msete na stendi mpya wao wamekuja na kiasi cha shilingi 4,800,000. Nina 800,000 au na 800? Na 800. Ungeniambia kwamba sifuri tutatoa mwenyewe. Ambayo Anglikana pale mjini walipeleka barua pale, waliwachangia 351,800. Tumepokea kutoka Uwemba 151,000. Kutoka Ikisa Uwemba pale 76,000. Kutoka Nyombo 2,10,100. Tunavyo vikundi vya tunaishi nao. Tunaishi nao A wametoa shilingi 38,000. B 16,000. C 26,000. Tunaishi nao D 38,000. Wachangishaji ambao wanachangisha kutoka maeneo mbalimbali wasio na vikundi, wao pia wametoa michango yao ambayo ni shilingi 75,000. Asante sana. Lakini pia Imalinyi sio 100,000, ni shilingi 10,000. Asante sana. Kwenye fedha hizi jumla yake inakuja, wachangishaji wote wamekuja na jumla ya shilingi 5,206,100. Namba mratibu pamoja na namba ambazo zinatajwa kwenye redio, nimepokea kiasi cha shilingi 1,000,000
516,100 ambayo jumla ya fedha tulizonazo mpaka sasa mezani tulizokuja nazo ni shilingi milioni 6,222,200. Sambamba na michango hiyo ambayo tumekuja nayo kwa upande wa fedha, tunayo michango ya vitu mbalimbali ambavyo vimetolewa kwa hali na mali. Tumekuja na mahindi debe 7, unga debe 3, maharage debe 1.5, nanasi 5, mchele kilo 5, sukari kilo 3.5, kikapu 1, sabuni miche 12, sabuni ya unga pakiti 8, cabbage 1. Zipo nguo mbalimbali ambazo tumekuja nazo. Hatuwezi kuanza kusema gauni, kitenge na nini, sio? Ileweke tu kwamba tumekuja na nguo. Chumvi pakiti 30. Yapo matunda damu pia kiasi. Parachichi debe 3. Tope yapo 6. Zipo tambi za kupika. Viazi vitamu kiasi. Viazi mviringo 3, viberiti pakiti 2, juisi 1, mboga za majani mafungu kadhaa, chumvi ya mawe lita 1, unga wa ngano kilo 1, yebo pea 1, lakini pia kipo kitanda kipya kabisa cha 4 kwa 6 tumekuja nacho. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Lakini wakati mwenyekiti anakuja, nilikutana hapa na ndugu yetu Comfort Mtundu, tunamfahamu wote. Ametoa shilingi 50,000, lakini aliagizwa pia na Pela, muuzaji wa pembejeo za kilimo pale Njombe mjini, kiasi cha shilingi 100,000. Kwa hiyo ninayo 100,000 na 50,000 kutoka kwa Comfort pamoja na Edwin Pela. Asanteni sana. Shukrani sana mratibu. Najua unatetemeka, kuna sehemu umechora chini. Unajua ulichokifanya sio ingine ya kuleta 24,000, 240,000. Lakini pia tuweke sawa taarifa ya ndugu zetu wa Utelewe kwenye fedha yao 36,50 imechangishwa kutoka kijiji jirani cha Samalia. Kwa hiyo ndugu zetu wa Samalia, aminini kwamba watu wetu wa Utelewe wametufikishia mchango wetu. Kwa muda huu, wakati tunajiandaa na kapu la nyumbani, tunaye pia mheshimiwa diwani wa kata Iwungilo. Kama nikukaribishe ndugu yangu uzungumze walau machache na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza muda huu kupitia 89.1 Plains FM, lakini pia uje uzungumze na wananchi hawa wa Iwungilo. Karibu sana mheshimiwa diwani, na ikitupendeza wewe ndiye ambaye utatupeleka moja kwa moja kwenye kapu la nyumbani, ambalo hili tutaruhusu wote ambao hawakufanikiwa kukutana na viongozi wa serikali, basi tutaweka chombo kwa ajili ya kupata sadaka. Karibu sana mheshimiwa diwani. Msifu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Mimi nitakuwa na machache ya kuzungumza kutokana na hali ya hewa iliyopo. La kwanza nitaanza na shukrani. Niwashukuru sana jopo zima kutoka Plains kwa kufika katika kata ya Iwungilo kwa ajili ya kuja kumsaidia ndugu yetu. Lakini nawashukuru kwa kurudi mara ya pili. Nadhani zoezi la kwanza lilifanyika
kwenye kijiji cha Ngalanga, na miaka kama 2-3 imepita. Wewe ni washukuru sana ndugu zangu kutoka Apres. Lakini shukrani za pili ni washukuru ndugu zangu wote walioshiriki kumchangia ndugu yetu huyu. Mungu awazidishie mara 2 pale ambapo wamepata. Lakini la tatu ni waombe sana ndugu zangu wa Iwungilo, tuwe na moyo wa upendo. Hakuna anayelijua la kesho. Huyu mwenzetu alikuwa yuko vizuri, lakini kilichomkuta siku zilizofuatia ndio kama hivi tunavyoona sasa. Sijajisikia vizuri sana. Nimepata taarifa kutoka kwa mchangishaji alipokuwa akipita kuomba hii michango, wapo wengine wamemjibu vibaya kwamba sisi tunachanga, hatujawahi changia. Jamani, ndugu zangu wa Iwungilo, hakuna anayelijua la kesho. Anayejua ni Mungu peke yake. Leo unaweza ukawa mzima, lakini kesho ukawa kama huyu ndugu yetu ambaye tunayemchangia leo. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, hii ni shida, ni tatizo. Ninaomba tujitoe kwa moyo, tumsaidie mwenzetu ili aweze kutibiwa. Lakini la mwisho, kiongozi wa kampeni hii, mimi binafsi nimeguswa sana na hili jambo. Ijapokuwa kwenye kata hii wapo wengi, nilitamani munisaidie. Igoma wapo, Uliwa wapo, lakini haya matatizo yako maeneo mengi, na ndio maana nimewashukuru kwa kuchagua kuja Iwungilo, kwa sababu mngeweza kwenda sehemu nyingine. Pamoja na hayo, niwaombe sana ndugu zangu wa Iwungilo, utakapofika muda wa kapu hapa, basi kila mmoja alichonacho mfukoni ajaribu kukitoa kwa moyo. Ajaribu kukitoa kwa moyo wake wote, kwa sababu kutoa si utajiri. Kutoa si utajiri. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wa Iwungilo sana, niko chini ya miguu yenu, tumsaidie huyu ndugu yetu ili aweze kwenda kutibiwa. Baada ya kusema hayo maneno machache, naomba nirejeshe maiki kwa mtangazaji. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa maneno yako mazuri ya shukrani, lakini tunaamini kwamba wana Iwungilo sasa tuko tayari kwa ajili ya kapu la nyumbani, kwa sababu diwani yuko hapa, tusimwangushe, si ndio? Ndio. Mbona hapo mpo kimya kidogo? Ndio. Eti wana Iwungilo tuko tayari kwa kapu la nyumbani? Ndio. Sawa, basi niombe wale wote ambao tuko hapa tuweze kuweka sadaka zetu. Inawezekana ulitoa kwenye daftari, lakini umebarikiwa zaidi leo, basi tujaze ili tupate kiasi kidogo ambacho tukiongezea pale kwenye kile ambacho tulichonacho mpaka sasa, tuna uwezo wa kupiga hatua na kuhakikisha kwamba mama yetu Semdendemi anakwenda kupata matibabu. Kama tuko tayari, mimi naomba sasa Vitali ya Henry nikupe utaratibu, wewe uendelee na majukumu yako mengine kwa ajili ya wasikilizaji ambao wanatusikiliza kupitia 89.1 Apres FM. Lakini wakati huu tutakuwa tukiweka sadaka zetu. Kama una shilingi 10,000, 5,000, chenchi tunarudisha pia. Chochote ambacho utakuwa nacho, ili mradi tu tufanikishe zoezi hili na tupate chochote. Ndugu zangu, nyinyi ndio mnipe utaratibu. Tutakuwa tukitokea huku kwenu, nyinyi ni mkono wa kushoto, nikiwa hapa mimi ni mkono wa kulia. Kwa tutatoka hapa, tutapita hapa na tutaweka sadaka zetu. Nimesema kama una hela kubwa, chenchi tutakurudishia hapa hapa. Wewe sema tu kwenye hii fedha mimi natoa kiasi hiki. DJ, sasa kazi iwe kwako. Usiwache
Sasa tunatoa mrejesho ama tunatoa hesabu ya jumla ya michango yote. Hii ni ile ambayo imeratibiwa na Plains FM, lakini pia na ile ambayo imeratibiwa na uongozi wa serikali ya kijiji cha Iwungilo. Sasa naomba nikulete mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, ndugu yangu Fikirini Ngailo. Wewe tuambie michango ambayo imekwisha kupatikana mpaka hivi sasa ni kiasi gani ambacho tutakwenda kuwakabidhi familia ya Jennifer Mdendemi kwa ajili ya kwenda kupata matibabu ya changamoto ambayo inamkabili. Basi naomba niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Mungu awabarikini sana kwa kila mmoja ambaye ameendelea kujitoa. Michango yetu tumeweka kapu hapa. Kwanza, serikali imekusanya kiasi cha shilingi milioni 1,209,100. Plains FM Radio kupitia uratibu wetu tumekuja na kiasi cha shilingi milioni 6,222,200. Lakini tumeweka kapu hapa ambalo mmetoa jumla shilingi 4,20,850. Waliomchangia Gelodi Mkulu ni 77,650. Ndugu yetu Comfort Mtundu 50,000. Wakati huo ndugu yetu Upela kutoka Njombe mjini 100,000, ambayo sasa kwa hesabu ya jumla ambayo tumeipata mpaka sasa ni shilingi milioni 8,079,800. Tumepata jumla milioni 8,079,800. Mungu awabarikini sana kwa kila ambaye amechangia, wametoa kwa ajili ya mhitaji huyu. Tuna imani hii itamsimamisha na kumpeleka hospitali. Kesho asubuhi saa 2:30 tutatambulisha mhitaji anayefuata kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Tunaomba tuungane naye ili tuweze kumwinua na yeye. Asanteni na Mungu awabariki. Tunawashukuru sana wananchi wa Iwungilo. Tunawashukuru pia Watanzania wenzetu ambao wamechangia kampeni ya Tunaishi Nao kupitia uratibu wetu. Tunawashukuru pia wachangishaji wetu
ambao umefanya kazi kubwa ya kuweza kupata hiki ambacho tumekipata leo. Naomba Eriki Mnene uje uzungumze na wananchi wa Iwungilo, uje uzungumze kwa niaba ya wananchi wa Iwungilo. Tunafahamu kwamba mpo wengi kweli kweli, lakini niombe hawa watazungumza kwa niaba yenu. Wakati wanakuja idara ya wanaume KKKT ushirika wa Matiga Njola wametuchangia 31,100 ambayo pia imejumuishwa kwenye kiasi ambacho tumetajiwa hapa. Bwana Mnene upo? Yuko wapi? Huyu Mnene kwa ndani. Kamwene. Mimi nishukuru kwa jina nimeshatambulisha kabla mimi sijajitambulisha. Nipende kuwashukuru wote kwa kujumuika hapa. Vingi tumejifunza na kwamba kuna vitu vingine tulikuwa bado hatujui, lakini kwa sasa tumeshajifunza. Tutakuwa pamoja wote kwa kampeni zote zijazo. Mimi nishukuru na niwatakie safari njema huko mwendako, mkafike salama. Asante. Kamwene. Kwa majina naitwa Olika Andrea Sindawala. Napenda kushukuru kwa maana ya vikundi vyote. Samahani, tunaomba mtusamehe, piga magoti na shinda miguu inanisumbua. Sio kwamba tumenuna. Yaani kitu chochote kile siku ya kwanza huwa kinatusumbua. Ila tungekuwa tunajua, tungekuwa tunaruka mpaka juu. Lakini naomba mtusamehe. Kuanzia sasa tumejua, tutakuwa tunajitahidi na tutakuwa tunamtia nguvu anayechangisha. Tunaomba mtusamehe. Msiende kupeleka kwamba tumenuna. Mama, tuko live hapa, kwa hiyo imeshaenda. Kwa hiyo kiufupi wa Tanzania wanajua kwamba mlinuna na wanajua kwamba huwa mnanuna. Nawashukuru sana ndugu zangu wananchi wa Iwungilo kwa niaba hawa amezungumza. Hali ya mgonjwa wetu ama mhitaji wetu si nzuri. Tulitamani kuwa naye hapa, lakini wote tumeona kwa picha na wenyeji wa Iwungilo mnamfahamu. Naomba niwalete familia. Dada yangu Beata sio Yosam, ni mwanafamilia. Wewe uje ushukuru ama utoe neno la shukurani kwa wananchi hawa ambao wako hapa na ndugu zetu ambao wanatusikiliza. Karibu sana. Tangulia wewe. Kwa hiyo napenda kushukuru meza kuu, watu wa Apres. Nawashukuru sana. Nawashukuru wote mlioko mahali hapa kwa kunitazama mwenzenu hapa. Nasema asante, sina hata la kusema. Mungu awabariki. Amina. Naamini ya kwamba mwenzenu ufiangu na mbele. Naamini atakupona. Mungu atatenda. Nasema asanteni sana. Asante. Kamwene. Kwa majina naitwa Moses Augusto Mdendemi. Huyu mgonjwa ni dada yangu ambaye baba yake ni kifungua mimba, baba yangu mimi ni kifunga mimba. Kwa hiyo nishukuru kwa niaba ya kina Mdendemi kwamba kwa wananchi wote wa Iwungilo na wageni wetu mliofika mahali hapa, kama familia ya kina Mdendemi tunashukuru, tunasema asante. Mungu awabariki. Na pia niombe kwa si wana Iwungilo, kwa sasa nadhani tumejifunza, kwanza mimi na wenzangu tumejifunza. Tunataka tuende, dunia inakimbia, lakini wana Iwungilo tunaweza tukawa tuko nyuma na dunia. Kwa hiyo niombe wana Iwungilo sisi sote, basi hii kampeni inapoendelea tuiunge mkono. Asante. Tunawashukuru sana wanafamilia, lakini kwa sasa najua wakati tunasikiliza ile simulizi
kuna yule binti ambaye ni mtoto wa muhitaji yuko hapa, na tamani na yeye pia azungumze maneno machache tu juu ya kampeni hii na kilichofanyika. Kwanza pole, lakini umati huu na wale ambao wanatusikiliza wapo pamoja na wewe katika kukutia nguvu. Wanatamani kusikia hata neno lolote kutokea kwako. Asante kwa mlichokitoa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Hapa wote tunatama. Jamani, tuendelee kuiombea familia, lakini tuendelee kumwombea huyu binti. Inawezekana nyakati zote ambazo sisi tunapitia, yeye ndo anapitia wakati mgumu zaidi. Kikubwa ni kuziombea hizi sadaka na fedha ambazo tumezitoa kwa ajili ya kuendelea kumtia nguvu yeye pamoja na mama yake waweze kurudi kwenye hali ya kawaida, walau na yeye apate faraja. Sasa naomba nikulete kaimu mwenyekiti wa kijiji hiki cha Iwungilo, na wewe pia utoe neno la shukurani kwa niaba ya serikali yako, na pia utamuinua mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuahirisha shughuli hii. Asante. Awali ya yote na mimi mwenzetu tumelia, ila mmenihimiza pale ambapo mmeweka shilingi 5 pale, ni kitu ambacho cha huzuni sana sana sana, hakipendezi, na kiwe mwanzo na mwisho kwa hili lilofanyika, iwe mwanzo na mwisho kwa hili lilofanyika. Ona wewe, lingekuwa kwako yule wa leo akufanyia hivyo wewe, kama ingekuwa ndio, naomba tubadilike tena na tena. Asante. Naomba mtu wa sala nikukaribishe ili tufungie. Mfalme wa amani anakuja. Kwanza kabla ya kuomba, kama mtumishi wa Mungu, niwashukuru kwa kile ambacho kimepatikana. Mungu awabariki sana. Niwashukuru sana watangazaji na waratibu wote. Mungu awabariki. Basi tuombe. Baba mwema, mtakatifu, Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya masaha ya mchana katika kijiji cha Iwungilo, ambapo umekubali tuwepo mahali hapa kwa ajili ya kumsaidia mama yetu ili aweze kwenda hospitali akatibiwe. Lakini tunajua pesa haziwezi kumponya. Wewe Mungu unaweza kumponya. Pesa ni sehemu tu ya kumsaidia aweze kufika na kulipia matibabu, lakini mponyaji mkuu ni wewe Mungu wetu. Tunaomba ukamsaidie. Wakati unamsaidia yeye, wasaidie pia wanafamilia. Saidie mtoto huyu mdogo ambaye ameacha masomo kwa ajili ya upendo wake kwa mama yake ili aweze kumhudumia. Baba, tunajua anapitia wakati mgumu sana, lakini wewe Yesu tunaomba uwe upande wake ukamshindie. Tunaomba sana kwa ajili ya wanakijiji cha Iwungilo, endelea kuwasaidia kuelewa haya, kusikiliza Radio Apprence FM, ili kila mhitaji anapokuwa anatangazwa, wao nao kupitia yule anayechangisha katika kijiji hiki wakaweze kuguswa na kutokutoa maneno mabaya. Baba mwema, kwa yale yote ambayo yalinenwa, kile ambacho kimefanyika, kilicho kibaya, tunaomba utusamehe kuanzia sasa, na tunapotoka mahali hapa wote tukawe safi, maana tumesamehewa na wewe Mungu wetu. Asante Mfalme, kwa sababu uko pamoja nasi na utaendelea kutusaidia hata tutakapokuwa tukiondoka. Utakuwa pamoja nasi, wanaobaki utaendelea kuwasaidia. Asante kwa sababu tumeomba kupitia jina lako Yesu. Amina. Mungu awabariki sana. Nakushukuru sana kaimu mwenyekiti kwa ushirikiano wenu kama wana Iwungilo. Tunawashukuru pia na wananchi. Kama kuna pahala Apprence imewakwaza, tunaomba mtusamehe. Taratibu nyingine utakuja kutuambia hapa baadaye, tutakuja kukuleta pia. Sawa na Iwungilo kama kuna pahala tumewakosea, mtusamehe. Sisi sio wajeuri,
ila tunatamani wote tungekuwa tunaiangalia kwa jicho la tatu familia ya Jenifer Mdendemi. Lakini kwa kuwa tumepona, sio? Eti Wanaiungilo tumepona. Tumeielewa, tunaishi nao. Kabisa. Sawa, naomba muunge mkono sana mama yangu Fidea pale kwenye kampeni zilizobaki. Inawezekana mlikuwa mjui kama tutakuja hapa, lakini imetokea mwaka huu tumekuja. Sasa tumieni kampeni ya leo kama chombo cha kujifunza na kuendelea kuwasaidia wahitaji wengine. Zaidi tunawashukuru pia Watanzania ambao wanatufuatilia kila siku kupitia matangazo yetu na wamekuwa wakitunga mkono kupitia michango yao, iwe ni kwa wadau wetu hawa ambao wanakusanya michango kwenye maeneo yao au kutuma fedha zao na michango ya hali na mali kupitia namba zetu za pale studio. Tunawashukuru pia na Watanzania wadau wanaotunga mkono. Wiki iliyopita tulianza kufanya kazi na kampuni ya Iceland Quality Motors. Hawa ni ndugu zetu ambao wameingia kwenye kampeni ya tunaishi nao na wameweka fedha zao ili kuhakikisha kwamba zoezi hili tunafanikiwa. Iceland Quality Motors, kwa ndugu zangu wa Iungilo, hawa ni wauzaji na waagizaji wa magari kutoka nje ya Tanzania, hususan mataifa ya Uingereza kwa maana ya UK na Japan, na wanapatikana pale Makambako Liamkena. Wao ukienda kwao kuagiza gari unalipa nusu gharama. Kama gari linauzwa milioni 10, basi utalipa milioni 5, alafu kisha utaagiza gari lako, na gari likifika milioni 5 iliyobaki utamalizia na utakabidhiwa. Tunaomba muwaunge mkono katika kazi zao kwa sababu wao wameamua kuiunga mkono Athens FM kupitia kampeni ya tunaishi nao. Kesho asubuhi kupitia kipindi cha asubuhi leo pia tutatangaza mhitaji mwingine. Huyu atakuwa ni wa 10 kwenye kampeni hii. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania mnaotusikiliza kupitia Athens FM na Wanaiungilo, kama tulivyofanya kwa wahitaji hawa 9, twende tukafanye na kwa mhitaji huyu wa 10. Ni wa wapi, ana tatizo gani? Na waomba asubuhi tusikilize kipindi cha asubuhi leo, kwani hapo ndipo ambapo mhitaji wetu atatangazwa. Kwa wale ambao tupo hapa na wale ambao hawajapata nafasi ya kusikiliza kampeni hii, baadaye kupitia kipindi cha mapito yangu saa 4 mpaka saa 6 usiku kutakuwa kuna marudio ya sehemu tu ya kile ambacho tumekifanya hapa leo. Inawezekana kuna wengine walituma fedha zao au wametoa michango yao, lakini kwa muda huu wana majukumu mengine. Baadaye tunaweka hivyo ya marudio ya kama sehemu ya wao kusikia kilichotokea. Zaidi Wanaiungilo, tunaomba muendelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa wale ambao mna simu janja, tunapatikana Instagram, Facebook, X pamoja na YouTube. Jina ni moja tu, Athens FM. Kila kinachoendelea hapa tayari kimeshawekwa huko, na ndio maana tumekuja na timu kubwa ya idara ya digital kwa ajili ya kuhakikisha maudhui yote tunayapeleka mitandaoni. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba tunahitimisha matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa uwanja wa shule ya msingi Iungilo tulipokuwa na kampeni ya tunaishi nao leo kwa mhitaji wa 9, Jenifer Mdendemi. Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu kwa hizi tabu nazo.